Wanyarukolo mchosile bado mukeli kumonu waziri mkuu tina mulamao utipunge dewa waziri mkuu atuone tikeli. Iringa oye! Dr. Samia Suluhu Hassan oye! Dr. Mwigulu Lameck Nchemba oye! Mbunge wetu Ngajilo safi. Asanteni sana Mheshimiwa Dr. Mwigulu Lameck Nchemba, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Kheri James, Mkuu wa Mkoa wa Iringa, Mheshimiwa Mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi Mkoa wa Iringa, mzee wangu Yasini, waheshimiwa manaibu waziri wenzangu na waheshimiwa viongozi wote wa chama na serikali, waheshimiwa viongozi wa dini na wananchi wenzangu wote. Nyela kamwene, mnoge yunye. Asante sana. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwanza nianze kwa kukushukuru sana kwa kunipa fursa hii, lakini kwa dhati kabisa kukupongeza sana kwa kazi kubwa unayofanya ya kumsaidia Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan katika kuwatumikia Watanzania. Mheshimiwa Waziri Mkuu, ninakumbuka wiki moja iliyopita ulikuwa ndani ya mkoa wa Iringa, ulikwenda katika halmashauri ya Mafinga katika jimbo la Mufindi Kusini na Mufindi Kaskazini. Lakini leo uko hapa manispaa ya Iringa na kesho utakwenda halmashauri ya wilaya ya Kilolo. Huu ni mfano wa wazi wa Mheshimiwa Waziri Mkuu kwamba unachapa kazi na unawathamini sana Watanzania, na kwa muktadha huu wananchi wa mkoa wa Iringa, hongereni sana kwa kumpokea Mheshimiwa Waziri Mkuu. Mheshimiwa Waziri Mkuu, ofisi yako tawala za mikoa na serikali za mitaa inashughulikia masuala kadhaa. Kwanza sekta ya elimu, barabara, afya na masuala ya utawala. Mheshimiwa Waziri Mkuu, katika kipindi cha miaka 5 iliyopita, kwa mfano katika sekta ya elimu, halmashauri ya manispaa ya Iringa, wananchi hawa tulikuwa na changamoto kubwa kwenye sekta ya elimu. Kwanza tulikuwa na upungufu mkubwa wa madarasa. Tulikuwa na upungufu wa shule za msingi na sekondari. Lakini serikali hii ya Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan imefanya kazi kubwa kwa kuleta mabilioni ya fedha kwa ajili ya kuboresha sekta ya elimu katika manispaa ya Iringa. Kwa mfano, Mheshimiwa Waziri Mkuu, katika kipindi cha miaka 5 serikali imeleta zaidi ya bilioni 28 kwa ajili ya manispaa ya Iringa kujenga madarasa 246, kujenga shule mpya za sekondari na msingi 5, lakini imeendelea kutoa ruzuku ya elimu bila ada zaidi ya bilioni 10. Nyela hapo ndauli. Hapo sawa. Hiyo ni kazi ya serikali. Na hivi sasa Mheshimiwa Waziri Mkuu, kama ilivyo maelekezo ya serikali na maelekezo yako kama msimamizi wa shughuli za serikali za kila siku, mmeelekeza tuzingatie kuhakikisha watoto wetu kuanzia darasa la awali mpaka kidato cha 6 wanasoma bila kulipa ada yoyote. Na maelekezo ya Mheshimiwa Waziri Mkuu, naomba nikujulishe kwamba yanatekelezwa kwa ufasaha mkubwa kwa watoto wetu wa manispaa Iringa kusoma bila ada. Na Mheshimiwa Waziri Mkuu, changamoto nyingine kwenye sekta ya elimu ilikuwa ni upungufu wa walimu ngazi ya msingi na sekondari. Na ndugu zangu wana Iringa, serikali imeendelea kuajiri walimu, na ndani ya miaka 5 umepata walimu zaidi ya 139 wako kwenye shule zetu wanaendelea kufundisha wanafunzi wetu. Tupige makofi mengi kwa serikali yetu. Mheshimiwa Waziri Mkuu, naomba nitumie nafasi hii kuwahakikishia wananchi wa manispaa ya Iringa kwamba serikali itaendelea kuboresha miundombinu ya elimu, lakini naomba niwashirikishe jambo muhimu la sera ya elimu ya mwaka 2014 toleo la 2023. Ndugu zangu wana Iringa, kuanzia mwaka 2028 Januari, watoto wetu wa darasa la 6 mwakani na darasa la 7 mwakani wote kwa pamoja wataanza kidato cha kwanza Januari 2028.
na huu ni utekelezaji wa sera hii ya elimu ili kuwawezesha watoto wetu kupata elimu ya lazima miaka 10 badala ya miaka 7 ya siku za nyuma. Sasa elimu ya lazima kwa watoto wetu itaanzia awali mpaka kidato cha 4, jumla ya miaka 10. Kwa hiyo niwaombe muendelee kupeana elimu na uzoefu huo kwamba sera yetu ndivyo itakavyokuwa kuanzia Januari 2028. Mheshimiwa Waziri Mkuu, katika sekta ya afya, kama ambavyo Mheshimiwa mbunge wa jimbo hili ndugu yangu Ngajilo amesema, manispaa ya Iringa ilikuwa haina hospitali ya halmashauri, lakini ilikuwa na upungufu mkubwa wa vituo vya afya, zahanati, magari ya wagonjwa, lakini pia na watumishi wa sekta ya afya. Katika kipindi cha miaka 5, Mheshimiwa Waziri Mkuu, serikali imefanya kazi kubwa kuhakikisha inasogeza huduma za afya kwa wananchi wa manispaa ya Iringa. Kwanza imejenga hospitali ya halmashauri ya manispaa ya Iringa pale Frelimo. Hospitali ile Mheshimiwa Waziri Mkuu inafanya kazi, na mimi nilibahatika miaka 2 iliyopita nilifanya ziara pale. Inatoa huduma bora za afya kwa wananchi wa manispaa ya Iringa. Lakini kama haitoshi, vituo vya afya vimejengwa, vituo vya afya zaidi ya 4, vimejengwa zahanati 2, lakini Mheshimiwa Waziri Mkuu, magari ya wagonjwa 2 yameletwa kwa ajili ya huduma za rufaa kwa wananchi wa manispaa ya Iringa. Iringa oye! Mheshimiwa Waziri Mkuu, pamoja na uboreshaji wa miundombinu, umeendelea kutusisitiza kwamba tusimamie upatikanaji wa dawa muhimu kuanzia ngazi ya zahanati, vituo vya afya, lakini pia katika hospitali yetu ya halmashauri. Na serikali imeendelea kuleta fedha za ruzuku kwa ajili ya dawa, vifaa tiba na vitendanishi. Na ndio kipindi cha miaka 5 zaidi ya bilioni 5 na milioni 725 zimeletwa, na watumishi wa sekta ya afya walioajiriwa ni zaidi ya watumishi 157. Wako kwenye zahanati zetu, vituo vya afya na hospitali, wanatoa huduma kwa wananchi wa manispaa ya Iringa. Mheshimiwa Waziri Mkuu, katika sekta ya miundombinu, kupitia wakala wa barabara vijijini na mjini, serikali imeendelea kuboresha sana barabara za manispaa ya Iringa. Mheshimiwa Waziri Mkuu, katika kipindi cha miaka 5, bajeti ya TARURA katika manispaa ya Iringa imeendelea kuongezeka mwaka hadi mwaka. Lakini kama haitoshi, Mheshimiwa mbunge amesema ni kweli tunazo barabara za vijijini na mijini katika manispaa hii ambazo zimeharibiwa na mvua. Na tayari ndugu zangu wana Iringa, meneja wa TARURA wa wilaya na mkoa wa Iringa, lakini na Mheshimiwa mbunge amekwisha wasilisha bajeti ya mahitaji ya fedha kwa ajili ya matengenezo ya barabara zilizoathiriwa na mafuriko ya mvua. Kwa kwanza tumpongeze sana Mheshimiwa mbunge kwa kuwasemea na kuwasilisha hoja yenu kuhakikisha serikali inakuja kujenga barabara hizo. Ngajilo oye! Dr. Samia oye! Dr. Nchemba oye! Kwa hiyo niwahakikishie ndugu zangu, tulikuwa tunasubiri hali ya hewa ya mvua zikatike ili tuanze ujenzi na marekebisho ya barabara hizo. Yaani Mheshimiwa Waziri Mkuu, dhamira ya serikali ni kuwezesha manispaa hii kuwa ya kisasa zaidi. Mheshimiwa mbunge ameongelea swala la soko la kisasa. Ameongelea swala la barabara za lami na taa za barabarani ndani ya manispaa ya Iringa. Mheshimiwa Waziri Mkuu, naomba nikujulishe mbele ya wananchi hawa kwamba manispaa ya Iringa ni moja ya halmashauri za miji 45 zilizomo kwenye mradi wa uboreshaji wa miji maarufu kama TACTIC, na tayari imetengewa zaidi ya bilioni 20 kwa ajili ya ujenzi wa soko la kisasa pale Kihesa, lakini na ujenzi wa barabara za lami za mjini hapa manispaa ya Iringa. Kwa hiyo niwahakikishie kwamba mradi huu umeanza hatua za mwanzo na mpaka sasa huko 13.36, na lengo mradi huu ukamilike kwa wakati, si zaidi ya mwaka 2027. Iringa oye! Mheshimiwa Waziri Mkuu, baada ya kusema maneno haya machache, ninafahamu ziko changamoto za vikundi vya 10% kwa wafanyabiashara, na tumekubaliana na management ya manispaa kwamba wanawake, vijana na watu wenye ulemavu waliotengewa bajeti ya mikopo ya 10% wahudumiwe kwa wakati mapema na wapewe mikopo hiyo kadri inavyopatikana
ili waweze kujishughulisha na shughuli zao za ujasiriamali. Baada ya kusema haya, Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa heshima na taadhima, naomba nitumie nafasi hii kukukaribisha ili uweze kuongea na wananchi wa manispaa ya Iringa. Mheshimiwa Waziri Mkuu, karibu. Makofi na vigelegele kwa Mheshimiwa Waziri Mkuu. Wote tusimame tupunge mikono tumshangilie Mheshimiwa Waziri Mkuu.